nisemeje, yani sisi kama wataalamu, sisi ndio chachu ya kuwaletea mabadiliko wananchi wetu wafanye shughuli zao za kiuchumi isilete tija, si ndio si ndio jamani? Kwa mimi niwatakie mafunzo mazuri, niwaase kila mtu awe ashiriki kikamilifu, si ndio Tushiriki kikamilifu ili tuelewe mradi huu wa SCALE, taratibu zake za utekelezaji namna gani, ili tukirudi kule kwa mamlaka zetu za serikali za mtaa pia tukawe walimu wazuri kwa wale ambao tumewaacha, lakini pia katusaidie kufanya kazi with confidence, kwa sababu tumeelewa nini tunatakiwa kufanya. Baada ya kusema haya machache, mimi niseme nashukuru sana kwa nafasi na nitamke mafunzo yetu yamefunguliwa rasmi. Lengo lake itakuwa ni kujenga mifumo ya halmashauri ya kuchukua hatua za kukabiliana na tabia nchi na kuandaa LCAP. Ndio lengo kubwa. Lakini pia kuhakikisha kwamba hiyo LCAP inaandaliwa kwa kutumia climate infused ONDOD pamoja na PCRA. Na nitakuja kuwapitisha kwamba hiyo tuanze grant itakuwa ni ya kitu gani. Lakini ya pili itakuwa ni investment, kwa maana kwamba fedha zitashuka moja kwa moja kutoka serikali kuu zitazifikia halmashauri, na halmashauri atatakiwa kutekeleza miradi ambayo ni climate responsive. Tuko pamoja waheshimiwa? Kwa hiyo miradi lazima itekelezwe kwa kushirikisha jamii, na ndo hapo tunapata ule mchakato wa fursa na vikwazo kwa maendeleo. Kwa hiyo tutatumia mfumo wa fursa na vikwazo kwa maendeleo ulioboreshwa, ambao kimsingi tunautumia katika mipango na budget, si ndio? Kwenye halmashauri zetu. Si ni sawa Kwa hiyo budget kuu kama inavyoonekana hapo ni dola milioni 110. Hizi ni US dollar. Hizi ni US dollar ambazo zitatolewa na Benki ya Dunia. Lakini matumizi yatakuwa kama ifuatavyo. 10%, yani milioni 10 ya hizo nanili itakuwa ni ruzuku. Na takribani 90% inalenga matumizi ya halmashauri kupitia P4R, Plan for Results, na 10% inasalia tu katika uratibu. Kwa hiyo 10% ambayo ni milioni 11 US dollar, hii itakuwa ni ya uratibu na itakuwa ngazi ya kitaifa, itakuwa ngazi ya taifa. Sawa sawa. Kwa hiyo itahusisha wale wadau wote ngazi ya taifa, wizara na agencies zote ambazo zinahusika katika kutekeleza huu mradi. Wao ndio watatumia hizi fedha. Kwa mfano kama hapa tulipo, manake wameanza kuitumia ni kwa ajili ya coordination. Kwa hiyo hii itakuwa ni grant, itakuwa ni msaada au itakuwa sehemu ya mkopo. Lengo ni kuimarisha mifumo ya kitaifa, kutoa msaada wa kitaalamu kama tutakaotoa uratibu, uhakiki, mafunzo na usimamizi. Lakini pia kutakuwa na hii result area 1, ndio nilikuwa naisema tuanze readiness grant, ambayo itakuwa ni 5.7 million US dollar. Hii ni kwa ajili ya maandalizi ya kutekeleza mradi, na hii tuanze grant itashushwa kwenye halmashauri, na CCAT ndio watakuwa na mandate ya kuutilize hizo fedha. Kwa wale waratibu tayari walishajulishwa juu ya hizi transit grant, na tutakuja kuona itakuwa na windows ngapi, lakini ni lazima itumike kwa ajili ya kuandaa. Maandalizi yake yatakuwa ni kuhakikisha kuna timu ya CCAT, lakini mafunzo ya improved ONDOD climate infused ONDOD yamefanyika kwa ward facilitators, lakini pia kwa CCAT, lakini pia na kuhakikisha kwamba kuna local climate action plan. Na hizi ni muhimu sana kwa sababu ndo minimum conditions za kuendelea kupata grant hiyo ya tuanze, kwa sababu itakuwa na window 3. Taelezea hapo mbele.
ni lazima tuhakikishe hizo fedha tunaitumia kwa ajili ya maandalizi, na tutaona ceiling yake itakuwa ni shilingi ngapi. Na ya pili, 93%, hii itakuwa ni sasa investment. Huko ndo sasa tutaenda kutekeleza miradi ya ambayo ni climate responsive.